walikataa kuokoka. Waliona ni heri wale raha za dunia kuliko kuokoka. Lakini Biblia inatuonya watu wa Mungu ya kwamba tutengeneze na Mungu kabla hatujaondoka duniani, kwa sababu jehanamu ipo na moto upo. Jehanamu ipo na moto upo. Watu watakwenda, watu ambao hawakumruhusu Yesu aingie ndani ya mioyo yao, achukue maisha yao, ayaandika majina yao katika kitabu cha uzima wa milele. Watu watakwenda. Hebu niombe mtu wa Mungu, huyo mtu atakaye kwenda katika jehanamu ya moto wa milele, usiwe ndugu yangu ambaye unanisikia mchana wa leo, usiwe ndugu yangu ambaye unanisikia katika siku ya leo. Wewe ni mtu ambaye utaamua moyo wako kuruhusu neema ya Mungu, kuruhusu Roho Mtakatifu, kuruhusu nguvu ya Mungu ingie ndani ya moyo wako. Na nimekwambia nafasi tulionayo ya kutengeneza na Mungu ni sasa. Hatuwezi kutengeneza na Mungu tukiondoka duniani. Kutengeneza na Mungu ni sasa. Usisubiri siku ufe eti mashehe waje kutengenezee na Mungu. Usisubiri siku ufe eti wachungaji tuje tukutengenezee maisha yako na Mungu aliyekuumba. Leo una nafasi ya pekee ya kupatana na Mungu aliyekuumba. Na ndio maana Biblia inasema, tazama nasimama mlangoni na bisha hodi. Kama mtu akisikia sauti yangu, nitaingia kwake na kufanya makao kwake. Naomba mtu wa Mungu mchana wa leo, tafakari maisha yako. Ni nani ambaye anakaa katika madhabahu ya moyo wako? Na kile kinachokaa katika moyo wako ndicho ambacho kinaamua ya kwamba ama mbinguni ama kwenda motoni. Lakini ushauri wa bure, nimekuja mchana wa leo jua likiwa linawaka, kuliko mtu wa Mungu uende jehanamu, mahali pasipofaa, mahali ambapo maandiko kwenye kitabu kile cha Luka sura ya 9, kitabu cha Marko kinazungumza pia sura ya 9 ya kwamba wako watu watakwenda katika jehanamu ya moto wa milele. Kinaeleza kule ya kwamba marafiki wa kwanza wa mwanadamu atakuwa ni funza ambaye hafi. Ushafika jehanamu, marafiki zako wa kwanza haitakuwa soda na juice. Maana katika dunia hii ukishaona kuna jua kali, unatafuta kitu cha baridi ngaki pozao cha mwili, unakunywa juice, unakunywa soda ili angalau uepukane na changamoto ya joto kali. Lakini jehanamu katakuwa ni mahali ambapo ni pabaya. Wanadamu watakwenda kule, wale wote ambao hawakumruhusu Yesu kukaa katika maisha yao. Ndugu yangu, nimekuja mchana wa leo nikushauri bure ya kwamba fungua moyo wako, ya kwamba mkubali Yesu Kristo aingie ndani ya moyo wako. Yesu achukue makao katika moyo wako. Yesu akichukua nafasi katika moyo wako, nataka nikuhakikishie ya kwamba safari yako ya kwenda mbinguni itakuwa ni safari njema na yenye baraka. Lakini ukimkosa Yesu, mtu wa Mungu, utakwenda mahali pabaya pasipofaa. Yesu alionya. Yesu alisema, akawaambia, ondokeni ninyi mliolaaniwa, muingie katika moto wa milele uliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Mungu hakumuumba mwanadamu kwa ajili ya jehanamu. Jehanamu iliandaliwa kwa ajili ya shetani na malaika zake walioasi. Lakini mtu aliyemkataa Kristo akaendelea kuishi katika dhambi na kutokumchagua Bwana Yesu, ataambatana na shetani kwenda katika moto wa milele. Mtu wa Mungu, nimekuja hapa nikushauri bure. Ni kama vile kibao kilichoko njiani. Huaga kinaweza kikasimama njiani, kikaelekeza kikasema shule ya msingi ipo kule, kikaeleza kikasema kanisa fulani lipo kule, lakini kibao chenyewe hakijawahi kwenda kule. Nimekuja hapa mtu wa Mungu mchana kama hivi nikuonye bure, kama kibao ambacho kinasimama njiani, lakini nakiona uhakika ya kwamba mpendo, mbingu zipo na watakatifu wako. Na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Waebrania 9:27 inasema waziwazi ya kwamba na kama vile mwanadamu alivyowekewa kufa mara moja, baada ya kifo ni hukumu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, na kukumbusha bure ya kwamba tengeneza na Mungu leo kabla hujaondoka duniani. Maana ukiondoka leo bila kuokoka, mwisho wako mtu wa Mungu utakuwa ni mbaya.
mwisho wako mtu wa Mungu utakwenda jehanamu ya moto wa milele. Na kushauri bure ya kwamba dini yako haitakusaidia, ya kwamba dhehebu lako halitakusaidia. Mchungaji wako mzuri avae nguo ya namna gani hatakusaidia kukutoa kwenye maandalizi uliojiandalia wewe mwenyewe. Maana leo injili inapohubiriwa inawezekana unadharau, unapuuza, unaona kama vile tunapoteza wakati. Tumekuja mtu wa Mungu tukuonye bure ya kwamba onyo, mbele kuna jehanamu ya milele ambayo wanadamu waliomkataa Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao watakwenda. Na kuja mtu wa Mungu ni kushauri bure kwamba wewe mwanadamu atakaye kwenda jehanamu usiwe wewe. Leo mtu wa Mungu, wewe toroka uje kwa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai.